Samia Suluhu amepatwa na presha baada ya kigogo huyu kuingia Chadema. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Aliyekuwa mbunge wa Kilwa Kusini Seleman Bangara ama Bungara maarufu kwa jina la Bwege ametangaza rasmi kujivua wanachama wa ACT Wazalendo na kuhamia Chadema, hatua ambayo imezua mjadala mzito ndani ya siasa za upinzani nchini Tanzania. Uamuzi umeibuka katika kipindi nyeti ambapo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini mahakamani, kesi ambayo tayari imegeuka kuwa kitovu cha mvutano wa kisiasa na mijadala ya haki za kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizoenea katika duru za kisiasa, Bungara alionekana kwa siku kadhaa akihudhuria vikao vya mahakama akifuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi ya Lissu. Uwepo wake mara kwa mara katika mahakama ulizua maswali mapema kuhusu msimamo wake wa kisiasa, na kabla ya hatimaye kuthibitisha uamuzi wake wa kuachana na ACT Wazalendo. Chanzo kikuu kinachotajwa kumvutia ni namna Lissu anavyojitetea mahakamani kwa msimamo mkali wa kisiasa. Ni jambo ambalo Bungara amedai limeshawishi kuamini kuwa Chadema bado ni jukwaa lenye nguvu katika kupigania demokrasia na uwajibikaji. Hata hiyo hatua hiyo imepokelewa kwa hisia mchanganyiko. Wafuasi wa Chadema wameonyesha shangwe, presha na ya kisiasa, na kwa upande mwingine ndani ya ACT Wazalendo kumekuwepo ukimya wa tahadhari, huku vyanzo vya ndani vikisema chama kinaendelea na shughuli zake kama kawaida bila kutoa tamko kali la haraka. Uhamaji wa Bungara haujatokea katika ombwe la kisiasa, unakuja wakati upinzani nchini Tanzania unaendelea kupitia kipindi kigumu cha kujenga upya imani ya wafuasi na kukabiliana na presha za kisheria na kisiasa. Kesi na mkabili Lissu imekuwa gumzo kubwa, ikiibua mjadala kuhusu uhuru wa kujieleza, haki za kisiasa na nafasi ya vyama vya upinzani katika mfumo wa siasa za Tanzania. Na katika mazingira hayo, uamuzi wa wanasiasa mwenye uzoefu kama Bungara kubadili chama una uzito wa ziada. Wachambuzi wa siasa wanaona kwamba si tu kuhama kwa mtu mmoja, bali ni ishara ya mienendo mipya ndani ya upinzani, hasa wakati vyama vikuu vya upinzani vinajaribu kujipanga kuelekea chaguzi zijazo na kujenga upya mvuto wa wapiga kura. Bungara si jina dogo katika siasa za upinzani. Akiwa mbunge wa zamani wa Kilwa Kusini, amewahi kujijengea taswira mwanasiasa mwenye lugha ya moja kwa moja na anayependa siasa za majukwani. Historia yake ndani ya ACT Wazalendo ilihusishwa na msimamo mkali dhidi ya sera za chama tawala, na ni jambo lililomfanya kuwa mmoja wa wanasiasa wanaofuatiliwa kwa karibu na wachambuzi wa siasa za Tanzania. Ndani ya Chadema, ujio wa Bungara unaonekana kuongeza morali ya kisiasa wakati chama hicho kiko kwenye kipindi cha majaribu kufuatia kesi ya mwenyekiti wake. Kwa muda mrefu Chadema imekuwa ikijaribu kuonyesha kuwa bado ni ngome kuu ya upinzani nchini, licha ya changamoto za kisheria, mgawanyiko wa ndani na presha za kisiasa. Kujiungwa kwa Bungara kunaweza kusaidia chama hicho kuimarisha mtandao wake wa kisiasa katika ukanda wa Kusini, eneo ambalo kihistoria limekuwa na ushindani mkali wa kisiasa, na pia kunaweza kuongeza sauti ya kisiasa ya Chadema katika mjadala ya kitaifa, wakati kesi ya Lissu ikiendelea kuvuta hisia. Kwa upande wa ACT Wazalendo, kuondoka kwa mwanachama mwenye hadhi ya kitaifa kunafungua mjadala kwa ndani kuhusu imara wa chama hicho na uwezo wake wa kuhifadhi viongozi wake wakubwa. Na chama hicho kimekuwa kikijitahidi kujijenga kama mbadala wa upinzani wenye msimamo thabiti ya sera, hasa tangu ilipojipanga upya baada ya uchaguzi wa mwaka 2020. Hata hivyo, uhamaji wa viongozi, hata kama si wa kwanza, huibua maswali kuhusu mshikamano wa ndani na mikakati ya muda mrefu.
Wachambuzi wengi wanasisitiza kwamba muda wa uamuzi wa Bungara ndio unaofanya uwe na uzito wa kipekee. Uamuzi umefanyika wakati kesi ya Lissu iko kwenye hatua zinazofuatiliwa kwa karibu na umma, hali inayofanya tukio hilo lionekane kama ishara ya kisiasa badala ya uhamaji wa kawaida wa wanachama. Na katika siasa za Tanzania, matukio yanayohusisha Lissu mara nyingi huamsha hisia kali haswa za kisiasa. Na tangu jaribio la kuuawa kwake mwaka 2017 hadi kurejea kwake ulingoni na baadaye kuwa mwenyekiti wa Chadema, amebaki kwa mmoja wa wanasiasa wanaogawanya mali, lakini pia huvutia uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wafuasi wa mageuzi ya kidemokrasia. Hivyo basi Bungara kuonyesha hadharani kuvutiwa na msimamo wa Lissu mahakamani kunatafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama ujumbe wa kisiasa unaolenga kujiweka upande wa siasa za mabadiliko. Hata hivyo, wapo wanaohoji ikiwa uamuzi huo ni wa kimkakati kuelekea chaguzi zijazo au ni msukumo wa muda unaotokana na mvuto wa tukio la sasa. Kisiasa, hatua hii inaweza kuwa na athari kadhaa, na kwanza, inaongeza ushindani wa ndani ya kambi ya upinzani kuhusu nani ana ushawishi mkubwa wa kuvutia viongozi na wanachama wapya. Na pili, inaweza kuchochea wimbi la tahadhari ndani ya vyama vingine vya upinzani kuhusu hatari ya kiongozi wao kuvutiwa na vyama pinzani. Kwa Chadema, ujio wa Bungara unaweza kutumika kama ushahidi wa kisiasa kwamba chama hicho bado kina mvuto hata wakati kinakabiliwa na changamoto za kisheria, na hii ni muhimu hasa katika vita vya kisiasa vya kujenga simulizi ya uimara mbele ya wafuasi. Kwa ACT Wazalendo, changamoto inaweza kuwa si tu kupoteza mwanachama mmoja, bali kudhibiti taswira ya umma ili kuonyesha kuwa chama bado kiko imara na hakiimbishwi na uhamaji wa kisiasa. Siasa za Tanzania zimekuwa zikishuhudia mara kwa mara wanasiasa kubadili vyama, hasa ndani ya kambi ya upinzani. Na katika vipindi mbalimbali wanasiasa wamekuwa wakihama kwa sababu za kimkakati na migogoro ya ndani au kutafuta majukwaa mapya ya kisiasa. Hata hivyo, matukio yanayohusishwa na viongozi wakuu wa vyama au yanayotokea wakati wa matukio makubwa ya kitaifa kama kesi za kisiasa huwa na uzito mkubwa zaidi, kwa sababu huathiri taswira ya vyama na mwelekeo wa mjadala wa umma. Na katika muktadha huo, uamuzi wa Bungara unaingia moja kwa moja kwenye historia ya matukio yanayobadili mwelekeo wa mjadala wa upinzani, hasa wakati ambapo vyama vya upinzani vinatafuta namna ya kujimarisha kabla ya duru nyingine za uchaguzi. Kwa mtazamo wa sasa, hatua ya Bungara inaipa Chadema ushindi wa haraka wa kisiasa katika vita vya taswira na morali ya wafuasi. Inaonyesha chama hicho bado kina uwezo wa kuvutia wanasiasa wenye majina yanayotambulika kitaifa hata wakati kinakabiliwa na changamoto nzito. Hata hivyo, kwa muda mrefu athari halisi inategemea mambo kadhaa: namna Bungara atakavyojipanga ndani ya Chadema, jinsi ACT Wazalendo itakavyodhibiti athari za kuondoka kwake, na mwelekeo wa kesi ya Lissu ambayo inaendelea kuwa kipimo cha joto la siasa za upinzani. Kinachoonekana wazi ni kwamba tukio hili limeongeza joto la mjadala wa kisiasa nchini Tanzania na limeibua maswali mapya kuhusu mshikamano wa vyama vya upinzani, mvuto wa uongozi wa Lissu na mikakati ya kuelekea chaguzi zijazo. Ikiwa wimbi la uhamaji wa kisiasa litaendelea, basi linaweza kubadilisha mizani ya nguvu ndani ya upinzani na hata kuathiri ushindani wa kitaifa katika siku zijazo. Kwa sasa macho ya wadau wa siasa yanaendelea kuelekezwa mahakamani na ndani ya vyama vya upinzani, yakisubiri kuona kama hatua ya Bungara ni mwanzo wa mabadiliko makubwa ambayo ni tukio la mpito katika siasa za Tanzania. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kuyumbisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.